Mkuu wa miradi maalum ya rais na uchumi wa ubunifu Dennis Itumbi amepuuzilia mbali madai ya aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwamba ukumbi wa Bomas umeuzwa kwa raia wa Uturuki. Itumbi akiyataja madai hayo kuwa ya uongo, yasiyo na msingi na yanayokusudiwa kupotosha. Mwege William na uketo wa taarifa hiyo. Jumatatu serikali ilivunja kimya chake na kutoa jibu juu ya madai yaliyotolewa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa miradi maalum ya rais na uchumi wa ubunifu Dennis Itumbi na katibu mkuu utamaduni, sanaa na urithi Umar Bashir wakitwikwa jukumu la kukabiliana naye Gachagua. Itumbi akiwa kwanza kuyaangusha mabomu kwa Gachagua, akirejelea madai ya kwamba raia wa Uturuki ndiye mmiliki mpya ukumbi wa Bomas. Itumbi aliyataja madai hayo kama jaribio la kupotosha umma kwa nia ya kuzuia maendeleo ya kitaifa. Kiongozi huyu wa miradi maalum katika jibu lake akifichua kwamba kilichojiri ni kwamba ukumbi huo unafanyiwa marekebisho ili kuwa na sura ya kisasa na kuwa kituo cha mikutano cha kimataifa na kitovu cha utamaduni, akiongeza kwamba kinyume na kauli za Gachagua hakuja kuwa na majadiliano, pendekezo au nia ya kuuza ukumbi wa Bomas kwa chombo kigeni. Katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za pamoja za kutupilia mbali madai ya Gachagua, katibu mkuu anayesimamia utamaduni, urithi na sanaa Bashir Omar pia alitoa taarifa ambayo ilikuwa sawia na ile ya Itumbi, akisisitiza kwamba serikali ilikuwa ikiwekeza katika upanuzi wa kituo hicho ili kujumuisha ukumbi wa kisasa unaohitajika sana katika sekta ya ubunifu inayostawi ya Kenya. Wakati huo huo, Itumbi alikosoa madai ya mara kwa mara ya Gachagua kwamba alipinga miradi mbalimbali za serikali katika baraza la mawaziri. Itumbi akimshutumu Gachagua kwa kile alichokiita udanganyifu wa kisiasa, akisema rekodi zinaonyesha aliunga mkono mradi huo wa Bomas wakati wa mikutano ya baraza la mawaziri. Itumbi akidai kwamba Gachagua yuko kwenye rekodi wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri uliofanyika Sagana mnamo Agosti 8 mwaka 2023, akikubali kwamba kituo hicho kinahitaji marekebisho na uboreshaji. Jumapili, Gachagua alitamka madai kwamba ukumbi wa Bomas umebadilisha umiliki na raia wa Uturuki ambaye ni rafiki wa karibu wa mtu mwenye ushawishi mkubwa nchini ndiye mmiliki mpya. Mwege William, TV47.